Na mtazamaji wa Gift Online TV, uko poa? Nadhani ni siku kuu ya wafanyakazi, watu wanaenjoy nyumbani na mambo yanaenda vizuri. Karibu ndani ya Gift Online TV tuweze kujuzana taarifa mbalimbali. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Jina langu ni Tobias Kisima. Katika ulimwengu wa muziki wa sasa, mafanikio ya msanii hayapimwi tena kwa kelele za mitaani pekee, bali kwa takwimu na ushawishi wa kidigitali. Kumbuka wimbo mpya wa Tete kutoka kwa Mario ulioachiwa Aprili 16 kama Visualizer ni mfano mzuri wa jinsi muziki unavyoweza kuenea kwa kasi kupitia majukwaa ya kidigitali. Mafanikio ya Tete kwa takwimu: YouTube inashika nafasi ya kwanza kwenye trending na zaidi ya viewers milioni 4, na YouTube monthly audience Mario ana wasikilizaji milioni 6.5 kwa mwezi, akishika nafasi ya 3 baada ya Harmonize na Diamond Platinum. Lakini kwa upande wa Shazam, kwa upande wa Tanzania, Tete ni wimbo wa pili kutafutwa zaidi, ikionyesha mvuto wake kwa watu wanaojaribu kutambua kwa mara ya kwanza. Yani kuna ile mtu anakuwa anasikiliza wimbo alafu anakuwa haufahamu au anahitaji zaidi kusikiliza kupitia ule mtandao wa Shazam ambao unasikilizishia wimbo, alafu moja kwa moja ukisikilizishia pale unaweza kukuletea jina na ikawa hivyo. Kwa hiyo imekuwa ni ikishika nafasi ya pili katika mtandao wa Shazam. Lakini nafasi nyingine kwenye Apple Music inashika nafasi ya 3, lakini Boomplay inashika nafasi ya pili, na Afrika kwenye ipo kwenye top 100 za chart. Na Instagram wimbo umetumika kwenye zaidi ya video 600 na wengi wakitumia Tete kuonyesha nyakati zao za furaha. Lakini TikTok ni zaidi ya 237,000 vimetumia pia sauti ya wimbo huu. Lakini kumbuka pia katika video ya Posh Boy akicheza mbele ya mabouncer ambaye mwanzoni wanamwangalia kwa ukali, lakini baadaye anapata mzuka na kuanza kucheza naye, imevutia pia macho ya wengi. Na funzo kwa wasanii na wapenzi wa muziki, ubunifu na maudhui, hata bila video rasmi unaweza kuleta matokeo makubwa. Na majukwaa ya kidigitali ni daraja la kimataifa. Ukitengeneza muziki mzuri, soko lipo kila kona, na data za kidigitali ni dira mpya mafanikio. Like, streams na video zinazotengenezwa na mashabiki ndizo zinazojenga nguvu ya msanii, kama Mario jinsi yeye anavyoweza kuonekana kupitia wimbo wake wa Tete. Na Mario kupitia Tete pia ameonyesha kuwa si lazima kusubiri video ya bajeti kubwa kufanikiwa. Wimbo una nguvu ya kujitegemea ikiwa una ujumbe, sauti na wakati sahihi wa kuachia. Aprili 2025 bila shaka ni mwezi wa Mario na amekuwa bingwa wa muziki wa kidigitali. Na katika top 10 ya mtandao wa kutafuta nyimbo kwa njia ya sauti ya wiki hii muonyesha wazi kuwa masikio ya Tanzania yanapenda mchanganyiko wa bongo flavor, ama piano na afro vibes. Kutoka kwa Mario hadi DJ Mforisa, muziki wa Kiafrika umekuwa mtamu zaidi pale zinapokutana ladha tofauti, bila kusahau singeli. Tunaona pia kwa sasa hivi jinsi inavyozidi kupamba moto. Wasanii wa Tanzania pia wametawala, lakini mapiano bado kumbuka pia inapamba moto. Wasanii walioingiza nyimbo nyingi, Diamond Platinum nyimbo 2, lakini mataifa yalioongoza kwenye top 10, Tanzania ina nyimbo 5, Afrika Kusini nyimbo 4, Kongo nyimbo 1, Nigeria 1. Na aina ya muziki unaotafuta zaidi ni amapiano, na kinachofuata ni bongo flavor, lakini singeli bila kusahau, pamoja na rumba. Na namba 1 kwa sasa ni My Darling ya msanii Chela kutokea kule Nigeria. Kwa hiyo ipo hivyo moja kwa moja. Kumbuka wewe wimbo gani pia unaweza uko umekuteka moyo wako na kuhakikisha kwamba unazidi kusikiliza, unaweza kutuambia vyema kabisa kupitia Gift Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uzidi kuwa mwana familia wa Gift Online TV. Nikutakia wakati mwema, bye bye.